Wananchi wa kata ya Masoko wilayani Kilwa mkoani Lindi wamepongeza jitihada zinazofanywa na serikali katika kuboresha sera na miongozo katika idara ya kilimo kwa kuanzishwa kwa majukwaa yatakayowezesha kuwasemea na kutetea maslahi mapana ya wakulima. Wameshauri serikali kuweka mazingira wezeshi kwa mkulima kwa kumpunguzia mfanyabiashara kiwango kikubwa cha tozo, kwani kwa kufanya hivyo kutampelekea mkulima aweze kuuza bidhaa zake kwa bei muafaka. Tumevijadili vitu vingi na kuvipatia maamuzi, na tumejifunza baadhi ya mambo kama vile namna ya uboreshaji wa mashamba yetu, na nashukuru mwenyekiti hapa leo ametukumbusha kwamba kuna malengo mazuri ya kuweka katika wilaya ya kuhusu kilimo, hususan masuala ya korosho. Kuna programu ambayo ameanzisha ya kuanzisha vitalu vya korosho ambavyo moja kwa moja vitaenda kuwasaidia wakulima wa Kilwa katika kujiendeleza vizuri katika zao hili. Kwa maana wameanzisha vitalu vya miche ya korosho na wameahidi ya kwamba wataigawa bure kwa kila mtu atakayekuwa tayari kuipokea na kuifanyia kazi. Kama kuipokea na kuifanyia kazi. Kwa maelezo yake kwamba amesema watagawa kwa watu wote ambao wana mashamba, wameshaandaa vizuri, na uzuri zaidi wameshaweka mashimo kama tayari kwa kuipokea na kuiboresha. Sije ikawa wanaichukua na kwenda kuifanyia kitu ambacho hawatarajii. Kwa maana mwingine anaweza akachukua kaenda tu akaitelekeza sehemu ambayo si stahiki. Kwa hiyo kama hili litatekelezwa itakuwa ni jambo zuri. Lakini pia niombe pia serikali ikiwezekana wampunguzie mkulima mzigo, kwa sababu amebeba mzigo mzito wa tozo, na imani kwamba sasa hivi serikali inachukua tozo kutoka kwa mfanyabiashara, lakini vyama vya msingi wao ndio wachukua tozo kutoka kwa mkulima. Lakini hapo mfanyabiashara tozo kubwa, bado yeye atapiga hesabu zake na atampelekea ashushe bei. Kwa hiyo akishusha bei, bado mkulima atakuwa mtu mwenye kunyonyeka katika swala zima la kilimo. Maana kama utampunguzia tozo kwa biashara, pia utampa nguvu ya kununua bei ya juu, sababu anajua hana mzigo mkubwa wa kulipa tena. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kilwa na diwani wa kata Tingi Rajabu Ngatanda amethibitisha kuwa jukwaa hilo linaenda kuwaunganisha wakulima wote katika kila eneo. Hivyo amewataka wataalamu wa kada ya kilimo kuchukua taarifa zinazowahusu wakulima na kuzifikisha katika maeneo husika kwa lengo la kufanyiwa utatuzi. Nimehudhuria leo katika kikao hiki cha jukwaa la kilimo kwa ajili ya kusikiliza umakini wa jambo lenyewe kwa ujumla. Linalenga vipi jamii, hususan kilimo, kwa sababu tunafahamu kwamba Kilwa asilimia kubwa tunategemea kilimo, uvuvi na mambo mengine, lakini vitu vikubwa sana ni kilimo na uvuvi. Sasa kwa sababu hili jukwaa linalenga katika kilimo, nikaona nihudhurie ili kuzidi kuona sasa kiasi gani wananchi wa Kilwa, wakulima, wanakwenda kupata maslahi kupitia jukwaa hili la kilimo. Ndio, labda ni yapi ambayo umeondoka nayo kwa siku ya leo? Nimeondoka na vitu vingi sana. Kwanza nilichokijifunza kwamba hili jukwaa la kilimo linaenda kuwaunganisha wakulima wote Kilwa, iwe kwa mazao yote mchanganyiko. Na katika moja ya vitu ndani tulikuwa tunajaribu kushauriana au kuwashauri wataalamu zaidi pale ni kwamba jinsi gani taarifa zitamfikia mkulima wa hali ya chini kabisa, ambaye mkulima mdogo tena yuko kijijini huko chini. Tulijaribu kutoana sana ushauri. Binafsi nikajaribu kutoa ushauri kwamba kwa kuwa tunaalikwa viongozi wa kiwilaya, mwenyekiti wa halmashauri, afisa kilimo wa wilaya, sasa kuna haja ya sisi, mimi kama kiongozi wa madiwani, kulichukua hili kwa namna gani litafika kwa madiwani, lakini afisa kilimo wa wilaya na yeye achukue yale maudhui yaliyokusudiwa yote, hakikishe yanashuka kwa maafisa kilimo wa kata huko chini, na maafisa kilimo wa kata chini na wao wafikishe mpango huu wa jukwaa la kilimo, madhumuni yake nini, kupeleka elimu kwa wananchi huko chini kwenye vijiji. Lakini sio tu kuagiza, na hata wale wa maafisa kilimo wa vijiji na wenyewe tuwape muda maalum wa kutuletea taarifa ndani ya miezi kadhaa. Kwa mfano tumesema tutakutana mara 3 kwa mwaka. Sasa ndani ya miezi kadhaa ile, yeye ameenda kugundua changamoto gani na ameona zifanyiwe utatuzi wa aina gani, anatekeleza ile taarifa yake kutoka kwenye kijiji, anaileta kwenye kata, na kata naye anakuja kuwasilisha kwenye wilaya. Jukwaa la kilimo linaenda kujadili, na tunaona sasa
nini mkulima tumsaidie kwenye hili eneo. Kutokana na changamoto nyingi ambazo wakulima wamekuwa wakikumbana nazo na uwepo wa jukwaa hili, unafikiri wakulima wakitumia vizuri jukwaa kuna uwezekano wa kunasuka na changamoto ambazo wamekuwa kukabiliana? Sana. Kwanza bahati nzuri sasa hivi kuna fursa zinakuja, na bahati nzuri pia kiongozi wetu, mkuu wetu wa wilaya, mtu mmoja ambaye anaumizwa sana na hali za wananchi wa kawaida, mara kwa mara anakuwa anajadili kila fursa akiiona. Swali lake la kwanza anauliza kwamba hii wanaenda kunufaika vipi wananchi wa Kilwa huko chini. Kwa mfano tuna fursa, tukizungumzia kata ya Tingi pale, kuna fursa soko kubwa linajengwa kiwilaya hii la tunaita Machinga Complex, lakini litalenga zaidi mazao ya kilimo. Kwa hiyo tumesema tuna haja sasa kwenda kufika huko chini, na tumeshaanza hiyo. Binafsi tumeshaanza kuambia wenye vitu vya vijiji waandike orodha wale wakulima wadogo wanaolima matunda na vitu mbalimbali, tuwajue, tukae nao chini, tuanze kuwapa elimu, wajiandae sasa kwenda katika hiyo fursa, kujua kabisa soko lipo, na sisi tutasimama kuhakikisha tunalinda maslahi yao ya zile huduma wanazozichukua za kilimo, kuzileta pale ili zilete tija katika soko, lakini na wao kuingiza chochote. Lakini tuna fursa ya pili, bandari. Bandari itatumika kwenye mambo mengi sana, bado uhitaji utakuwa mkubwa, na bado kilimo kina umuhimu wake katika hayo maeneo, kuna vitu vya kupeleka vingi tu. Kwa hiyo katika hayo ndio maana ninapokuja leo sauti ya pamoja hii ya wakulima, jukwaa la kilimo, tumeona kama ni njia rahisi sasa ya ukombozi wa sauti ya mkulima mmoja Kilwa, iwe inatoka na inafika, inasikika na inatafutiwa utatuzi, hatimaye inaleta tija kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Umezungumzia kuhusiana na zao la korosho na ukasubutu kusema kwamba wakati mwingine limekuwa lifanani na mkulima halisia, licha ya kwamba tunalima kwa wingi sana kwenye wilaya yetu ya Kilwa. Labda uwepo wa jukwaa hili itasaidia kunyanyua labda uchumi wa mkulima wa korosho sana kwa namna nyingi. Namna ya kwanza, kuhakikisha ufuatiliaji wa karibu wa mkulima husika. Kwa mfano, zimeletwa hoja ndani, ucheleweshaji wa pembejeo. Kuna wakati pembejeo zinachelewa, ina maana zinakuja wakati ambao pengine mkulima mahitaji yake ya muda ule yameshapita. Aidha huenda ikaja ile haitoshelezi. Pamoja mchango huu hauji kumaliza kabisa tatizo, sababu Mheshimiwa Rais wetu anafanya hivi vitu kwa upendo kwa wananchi wake, lakini si kama yeye ndo asimame kwenye vitu vyote ndani ya shamba. Anachangia kukata ule ukali wa maisha ili kusudi mengine utasimama mwenyewe kama mkulima. Lakini sasa kwa wakati na kinachokuja kifanane na muda wake. Kwa mfano dawa hii inakuja kwa wakati huu, ndio muafaka kwa upuliziaji. Hayo tumejadili, na bahati nzuri maafisa kilimo walikuwa na maafisa ushirika walikuwepo pia. Maafisa kilimo, ina maana tayari hilo limechukuliwa kwa umakini wake, hatua ya kwanza ambayo mkulima anaenda kukomboa. Lakini nyingine tumesema tunataka kuandaa miche ya mikorosho. Hata sisi kama halmashauri tulishawahi kuteta hilo, kutaka kulifanya. Tutaandaa miche mingi sana ya mikorosho. Hii miche lengo letu nini? Iende ikagaiwe kwa wakulima, lakini sio kiholela. Tutakwenda kuhakikisha tunatengeza timu inatazama hilo eneo la mtu anayetaka miche, na hiyo miche anavyoenda kuwekewa ni sahihi kabisa na mahitaji yake yanavyotakiwa. Lakini kwenye hayo maeneo tutapeleka jukumu kwa maafisa kilimo wa kijiji kuhakikisha wao wanapeleka elimu ya kutosha na kuwasimamia wale wakulima, kuwasaidia, kuwapa elimu ili ile miche isifeli. Kwa sababu kufeli kwa ile ni kufelisha sisi mitazamo yetu kama halmashauri. Lengo letu tuende tuibue mashamba mengi ya kilimo cha korosho. Baada ya muda sasa hata sisi wenyewe tutakuwa na mapato mengi ya ndani yatakayoongezeka zaidi kwa zao la korosho. Lakini wakati huo tumeshawasaidia plani, wananchi vijana wameshaandaa maeneo yao, sasa wanahangaika kwenye miche kama halmashauri itatoa, lakini kwa kushirikiana na jukwaa la kilimo kwa pamoja pia njia nyingi zitatumika miche ipatikane. Lakini sio miche tu, pia kuwapa elimu na kufuatilia kwa karibu kuona walichokikusudia kinaenda kukamilika. Sasa naona hiyo nayo ni ukombozi pia kwa wakulima wa korosho.